Kama wewe ni maskini, pesa haikai kwenye maisha yako. Jiulize, ndani kwako umeweka nini? Umehifadhi nini ndani ya nyumba yako? Huenda tatizo sio kazi, sio elimu, wala ujuzi wa kufanikisha kupata hizo pesa. Tatizo linaweza kuwa ndani ya nyumba yako. Kila kitu unachokiweka nyumbani, kila hatua unayoifanya ndani ya nyumba yako inaweza kuimarisha au kuharibu energy ya pesa. Kwa hiyo unapoanza kutazama video hii, jiulize, umeweka nini ndani ya nyumba yako? Leo nitakuonesha vitu vya kawaida kabisa ambavyo bila ya wewe mwenyewe kujua vinafanya pesa kuondoka kwenye maisha yako. Na kama vitu hivi ukiviona ndani ya nyumba yako, usivipuuzie. Hii si bahati mbaya. Huu ni ujumbe wa kiroho kutoka kwa universe. Nisikilize kwa makini sana. Kitu cha kwanza kabisa ni mkoba pamoja na wallet zako unazohifadhia pesa. Hivi ni vitu vya kawaida sana ambavyo kwa watu wengi wanaweza kuvichukulia poa na kuvipuuza. Lakini angalia vina hali gani, vina muonekano gani. Naomba utambue kitu hiki hapa. Mkoba ni nyumba ya pesa yako. Mkoba au wallet yako, hiyo ni nyumba ya pesa. Ikiwa mkoba wako umechanika au una matundu au umechakaa sana, lakini unayo tu miaka na miaka, sasa hapo unasababisha fujo katika energy ya pesa, na mwisho wa siku unapunguza energy ya wingi kwako. Yaani pesa utakuwa unapata lakini sio kwa wingi. Ukibeba mkoba usio safi au uliojaa vitu visivyo na maana, yani umejaa makorokoro ya kila aina, mengine hayana hata maana, hapo unashikilia pesa kwenye energy hasi au energy chafu. Sasa hii ni moja ya njia kuu ambazo nyumba yako inajionyesha kwa universe kwamba haihitaji pesa kwa wingi. Kwa hiyo kwa kupitia vitu hivi universe inaamua ikuongezee pesa au isikuongezee kabisa, au pesa isikae maishani mwako. Kwa hiyo kama unamiliki mkoba au wallet, hakikisha vipo katika hali nzuri. Kama vimechanika, tupa, au kama vina uwezo wa kurekebishika, basi rekebisha haraka. Pesa inahitaji kuheshimiwa na kutengenezewa mazingira mazuri. Na pia kuhifadhi vitu vilivyoharibika na visivyotumika. Hili nilishafundisha sana katika video zangu za nyuma. Vitu vilivyovunjika nyumbani, kwa mfano viti, samani au vifaa tu ambavyo havifanyi kazi, yani yale makorokoro ambayo hayana maana ndani ya nyumba. Vitu hivi huwa vinaleta energy ya kuvunjika na stagnation. Naposema stagnation namaanisha kubaki hapo hapo, yani huendelei mbele. Sasa hivi vitu watu huwa wanavichukulia poa sana. Unakuta mtu meza ya mwaka juzi ilivunjika au imeteguka mguu, anaendelea kuiweka ndani ya nyumba. Kuna TV ya tangu mwaka juzi iliharibikaga, lakini mtu bado kaihifadhi. Ukimuuliza inafanya kazi gani ndani, hana jibu la kukupa, lakini ameiweka tu just kuihifadhi. Sasa hivi vitu huwa vinaleta energy mbaya, vinaleta energy ya kufukuza pesa. Hii energy huwa inaingiliana na pesa na kufanya iwe ngumu kuishi ndani ya maisha yako. Kila kitu kinachoharibika kinapokuwa ndani ya nyumba yako kinabeba barrier ya kiroho kwa wingi. Ukihifadhi vitu vilivyoharibika ndani ya nyumba yako, unaharibu positive energy ya pesa. Kwa hiyo jitathmini, ndani kwako kuna nini? Je, nyumba yako imegeuka kuwa store? Anza kubadilika kuanzia leo hii. Kitu kingine, hebu jiulize, je, chumba chako cha kulala kipoje? Kama chumba chako cha kulala kina fujo, basi pesa haiwezi kukaa katika maisha yako. Chumba cha kulala huwa ni kituo cha subconscious yako. Ukichagua kulala kwenye chumba kilichojaa fujo, ninaposema fujo namaanisha chumba kilichokosa mpangilio. Yaani unakuta nguo zimetupwa, vifaa vichafu, kila kitu kichafu, kuna vumbi. Sasa kama chumba chako cha kulala kipo hivyo, hapo unajenga confusion energy ambayo inarudisha pesa nyuma. Au kifupi, inafukuza positive energy ya pesa. Energy ya fujo inapotawala ndani ya chumba chako, inafanya energy ya pesa kuondoka. Kila unapopanga chumba chako vibaya, unaharibu positive energy ya pesa. Kwa hiyo jitathmini, chumba chako kipoje? Unapoingia ndani ya chumba chako unajisikiaje? Watu wengi huwa wanafikiri kwamba chumba kinatakiwa kusafishwa na kupendezeshwa pale wageni wanapotaka kuja. Lakini leo hii naomba nikwambie siri hii hapa.
Kusafisha chumba chako na kukipendezesha sio kwa ajili ya wageni au mtu mwingine, ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, na faida unaipata wewe mwenyewe unayeishi kwenye chumba hicho. Kama ukichagua kuishi kwenye energy mbaya, basi na mambo mabaya yote yatakufuata. Na kama ukichagua kuishi kwenye energy nzuri, basi vitu vizuri vyote vitakufuata, ikiwemo pesa. Kitu kingine ni kioo. Kioo kilichopasuka. Ndani ya nyumba yako vioo vina hali gani? Na hapa ninamaanisha kioo cha kujitazamia. Inaweza ikawa ni kioo special kabisa umekinunua, au kioo cha kabatini, kioo cha dressing table, chochote kile ambacho wewe unakitumia kujitazamia. Je, kina hali gani? Kioo ni kioo cha nafsi yako na energy yako. Watu wengi huwa hawajui hili. Kioo kilichopasuka au kilicho kichafu kinaonyesha mgawanyiko ndani yako. Sehemu moja inataka wingi na sehemu nyingine inajikataa. Kwa hiyo kama unatumia kioo ambacho kimepasuka, aidha kimepasuka katikati au kimepasuka mara nyingi, tambua kwamba tayari umeshagawanya energy yako. Umegawanya energy nzuri na energy mbaya. Positive energy ya pesa haiwezi kuingia kwa mtu ambaye haamini katika wingi wake, haamini katika thamani yake. Hasa ukiacha kioo kilichoharibika, unaharibu uwezo wa pesa kuishi ndani ya nyumba yako. Ndugu yangu, kama kioo chako kimepasuka, kitupe. Kioo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaingiza energy mbaya ndani ya nyumba, na watu wengi hawalijui hili. Kwa hiyo kuanzia leo jitathmini, ndani kwako vioo vina hali gani? Na pia unatakiwa kujitathmini, pesa zako unazozihifadhi ndani ya nyumba zina hali gani? Unahifadhi pesa za namna gani? Kama unahifadhi pesa zilizochanika au zilizokunjwa hovyo, kuna wale watu wakipata pesa wao wanazifiligisa, yaani wanazikunja kunja kiasi kwamba akija kuikunjua unajiuliza hivi hii noti ilikuwa wapi? Ukihifadhi pesa zako bila mpangilio, yaani unazikunja ovyo, unazitupatupa ovyo, unaondosha energy ya wingi na heshima yako ya pesa. Sasa hapa unatoa signal kwa universe kwamba wewe hauheshimu mali yako. Kwa hiyo pesa itaanza kukukimbia. Heshimu kila kadi. Heshimu kila sarafu, kila noti, usiiweke hovyo. Pesa yako ihifadhi vizuri. Kila unapobeba pesa kwa heshima, unakaribisha positive energy ya pesa katika maisha yako. Kwa hiyo jitathmini, pesa zako unazihifadhi vipi? Na pia mikasi pamoja na vitu vyote vyenye ncha kali, huwa unahifadhi vipi ndani ya nyumba yako? Kitu cha kwanza kabisa, mkasi. Mkasi ukishamaliza kuutumia, usiuache ukiwa umetawanyika, yaani urudishe kama unavyopaswa kuwa. Na pia vitu vingine vyenye ncha kali, yaani visu, msumeno, vitu vyote ambavyo vinakata au vina ncha kali, hakikisha unavihifadhi vizuri ndani ya nyumba yako. Vitu vyenye ncha kali huwa vinasababisha energy nzuri kuvunjika. Ni ishara ya vita, kukata au kuondoa, na energy hii huwa inaingiliana na pesa. Kwa hiyo ukiacha mikasi, visu au kitu chochote chenye sumu ndani ya nyumba ukakitupatupa hovyo, unaacha beria ya kiroho kwa wingi. Positive energy ya pesa huwa inahitaji environment salama na yenye amani. Mikasi huwa inapakia tension na kufunga flow ya wingi. So make sure hivi vitu vina sehemu yake maalum ya kuhifadhiwa ili usije kuleta blockage ya positive energy ya pesa. Na pia picha au vitu vya wageni unaowakaribisha nyumbani vyenye energy isiyofaa vinaweza kuzuia pesa. Hata ikiwa wageni wako ni wema, ni watu wazuri kabisa kwako, picha zao au vitu vyao vyenye energy mbaya, hizi energy zinaweza kuharibu flow ya wingi. Angalia sana umehifadhi picha za namna gani ndani ya nyumba yako. Kama ni picha ambayo ukiangalia tu unakumbuka huzuni, au inakukumbusha kitu kibaya, au umepewa na mtu ambaye umegombana naye, my dear, kiondoshe hiko kitu haraka sana. Mara nyingi hivi vitu huwa vinaleta energy mbaya ndani ya nyumba yetu, na watu wanavishikilia bila ya wao kujua. Na pia kuna watu huwa wanapenda kuweka kalenda ndani ya nyumba zao. Kalenda zilizopita muda wake, yaani zile ambazo bado zimebaki kuonekana au zimeachwa ukutani, huwa zinaashiria energy iliyopotea au ukuaji ambao umekatika.
Sasa ukibaki nazo, ukiendelea kuzihifadhi, unachukua subconscious message kwamba umepita muda, umepoteza nafasi na hakuna ukuaji unaoendelea katika maisha yako. Siku zote huwa ninawaambia kila kitu hapa duniani huwa kinawakilisha energy fulani. Hata jiwe unalokutana nalo njiani huwa limebeba energy fulani. Inaweza ikawa ni energy nzuri au energy mbaya. Sasa kalenda iliyopita muda wake huwa imebeba energy ya zamani. Na hii energy ya zamani inaingia kwenye flow ya wingi wa pesa na kufanya universe isihusishe nyumba yako kama space safi ya kupokea wingi wa pesa na utajiri. Kwa hiyo kuanzia leo, ondoa kalenda zilizopitwa muda wake ili uweze kufungua space ya positive energy na wingi wa pesa. Kila wakati unapoacha energy ya zamani ibaki ndani ya nyumba yako, unashikilia nyuma flow ya pesa na kuharibu potential growth ndani ya maisha yako. Kalenda unaweza kuona kama ni kitu kidogo sana, lakini kiroho, yani kutoka kwa universe, uko tayari kupokea wingi, lakini ni lazima ufanye space safi na wewe mwenyewe uwe up to date. Achana na vitu vya zamani. Na kitu kingine, zingatia taa zilizopo ndani ya nyumba yako au ndani ya chumba chako. Watu wengi huwa wanaishi na taa zilizoharibika kwa muda mrefu, alafu wanaona poa tu. Yaani unakuta ile taa ina zima na kuwaka, taa inazima na kuwaka, halafu mtu anaendelea kuishi nayo akidhani kwamba ni kawaida, akidhani kwamba hakuna shida yoyote. Lakini kiroho hili lina maana kubwa sana. Positive energy inayohusiana na pesa huwa haikai sehemu yenye giza au yenye mwanga hafifu. Kama nyumbani kwako kuna taa zinazowaka kidogo, balbu zilizo na mvutano au mwanga haupo mahali panapohitajika, flow ya positive energy ya pesa inaharibika. Hii ni njia ya kawaida ambayo watu wanakosa pesa bila ya kujua. Ukipangilia mwanga vizuri ndani ya nyumba yako, unaruhusu universe kutuma flow ya wingi ndani ya nyumba yako. Hakikisha una tochi zenye mwanga wa kutosha, na pia system za taa ni nzuri na zinaeleweka vizuri. Kama kuna taa imeharibika, itoe haraka sana. Na pia angalia vyombo vyako unavyomiliki. Kama kuna vyombo vimepasuka, kwa mfano vikombe havina mikono, sahani zimepasuka, bakuli imepasuka upande, lakini we bado unaishikilia, bado unaihifadhi, my dear, hapo unakaribisha negative energy ndani ya nyumba yako na flow ya pesa haitokuwepo. Hakikisha vifaa vyote ambavyo vimepasuka ndani ya nyumba yako unaviondosha, nenda kavitupe mbali kabisa. Pia angalia wageni unaowakaribisha ndani ya nyumba yako. Sio kila anayevuka mlango wa nyumba yako anakuja na nia njema, hata kama anatabasamu. Kiroho, kila mtu anabeba mzigo wa energy fulani, mawazo yake, wivu wake, maumivu yake na njaa yake ya mafanikio kwa wengine. Vyote hivi vinaathiri energy ndani ya nyumba yako. Mgeni anapoingia nyumbani akiwa na chuki ya kimya, wivu iliyojificha au macho yanayopima badala ya kukuombea au kukubariki, huwa anaacha chembe za energy nzito bila ya wewe mwenyewe kujua. Na chembe hizo huwa haziondoki mara moja. Zinashikamana na wewe, zinashikamana na kuta za nyumbani kwako, samani, pesa na hata mipango yako ya baadaye. Na ndio maana baada ya wageni fulani kuondoka, unaanza kuona nyumba yako nzito ghafla, usingizi unavurugika, au pesa zinaanza kupotea bila ya sababu ya moja kwa moja. Asa universe huwa inachukulia nyumba kama chombo cha kuhifadhia baraka. Kwa hiyo mgeni asiye na baraka nzuri ni kama shimo dogo lisiloonekana, ni kama shimo la kutupa baraka zako. Baraka zinavuja taratibu kwa kupitia mgeni unayemkaribisha ndani ya nyumba yako. Sasa hapa haimaanishi kwamba uache kuwa mkarimu au uache kuwakaribisha wageni ndani ya nyumba yako. Hapana. Tatizo ni kuto kujua nani unamruhusu akae kwenye energy yako. Sio kila mtu anastahili kukaribishwa ndani ya nyumba yako. Nyumba yenye milango wazi bila ulinzi wa kiroho huwa ni rahisi kupoteza nguvu ya pesa kuliko nyumba maskini isiyokuwa na wageni.
Na ndio maana ukitaka kwenda katika nyumba za watu ambao wamefanikiwa sana, huwezi kuingia hovyo hovyo. Ni lazima uwe na appointment inayoeleweka. Huwezi tu kuingia ovyo ovyo kwenye nyumba zao. Sasa inawezekana wewe tayari ulishafanya makosa hapo nyuma. Usijilaumu na wala usijione kwamba wewe ni mzembe. Ili uweze kurejesha balance, bariki nyumba yako kimya kimya kila mgeni anapotoka. Na sio kwa kumlaani mtu, bali kwa kurudisha energy yako iliyoachwa wazi, au kwa kuondosha energy mbaya iliyoachwa na huyo mtu. Nilishawahi kufundisha katika video zangu za nyuma. Ili uweze kuilinda nyumba yako, hatua ya kwanza kabisa, hakikisha unaweka chumvi ya mawe mlangoni, kulia na kushoto, katika lango kuu la kuingilia wageni. Kwa hiyo kila anayeingia, energy mbaya yote inafyonzwa na chumvi. Kwa hiyo nyumba yako inabaki safi, inabaki salama, na hili linafanywa kwa imani. Ukiwa unaamini kwamba hicho unachokifanya kinakwenda kukuletea matokeo mazuri. Kumbuka kwamba nyumba yako ni madhabahu ya maisha yako. Sio kila mtu anaruhusiwa kuigusa, na wewe ndiye unayeamua nani aingie na nani asiingie. Ukiacha vitu hivi bila kujali impact yake, unafanya environment yako kuwa space ya kushikilia pesa vibaya, au space ya kushikilia energy mbaya ambayo inafukuza pesa. Positive energy ya pesa inahitaji uhusiano safi wa energy ndani ya nyumba. Kwa hiyo sio kila kitu ni kizuri kuhifadhi ndani ya nyumba yako. Kagua ndani ya nyumba yako, umehifadhi nini? Kuna picha za namna gani, na hizo picha zimetoka kwa nani? Watu wengi hawana pesa, sio kwa sababu hawataki pesa, bali kwa sababu mazingira yao hayaruhusu pesa kuja. Ukiendelea kushikilia vitu hivi, unajenga mapambano ya energy hasi bila wewe mwenyewe kujua. Haya yote ni mchakato wa ufahamu, na kwa ufahamu huu unaweza kuanza kubadilisha maisha yako sasa. Kwa hiyo nikutie moyo, hujachelewa. Bado unayo nafasi. Anza kubadilisha sasa. Ifikirie nyumba yako kama chombo cha energy. Vitu vyenye nguvu hasi vinapotolewa, nafasi ya wingi wa pesa inafunguka. Ukitakasa nyumba yako, ukaondoa mikasi isiyokuwa na lazima, visu, ukitoa picha zisizo na energy nzuri, ukiondoa vitu vilivyoharibika, unapunguza barrier ya pesa. Lakini pia utafungua space kwa miracle ya universe. Utajenga ukaribisho wa wingi wa pesa ndani ya nyumba yako. Na usizani kwamba hii ni bahati. Huu ni mfumo wa kiroho unaoonekana kwa macho ya kiroho, na unaamua jinsi pesa inavyokuacha au kukaa. Kwa hiyo jinsi unavyoishi, jinsi unavyoweka vitu ndani ya nyumba yako, aina ya vitu unavyoviweka vinaamua, je, pesa ije au isije, na ikija ikae au iondoke. Kwa hiyo kabla haujalalamika kwa nini pesa haikai, kwa nini mimi ni maskini kila siku, angalia nyumba yako, angalia vitu unavyohifadhi. Hii si bahati mbaya. Huu ni mfumo wa energy unaoonekana na unaofanya kazi bila ya wewe mwenyewe kujua. Unaweza kuona hivi vitu ni vya kawaida tu na unavyo kwa miaka mingi. Kwa hiyo unaweza ukasema mbona maisha yanaenda, mbona pesa naishika, lakini wewe huwezi jua. Kuna kitu hakipo sawa katika maisha yako. Siku utakapoamua kubadilika, ndipo utakapogundua kwamba kumbe kuna kitu kilikuwa hakipo sawa. Badilisha vitu vidogo nyumbani kwako, safisha maeneo yako, panga mazingira yako vizuri, na utaona mabadiliko makubwa yakianza kutokea pole pole. Kila kitu unachofanya nyumbani kwako kinaashiria universe kwamba, je, unataka wingi wa pesa au unataka kuharibu potential yako ya kifedha? Chagua busara, chagua energy safi, na uache pesa ikae ndani ya maisha yako. Kama video hii imekugusa, hiyo ni ishara tosha kabisa kwamba kuna kitu unatakiwa kufanya. Tafadhali sana subscribe, kwa sababu hapa ni nguvu za universe. Tunafungua macho, tunazindua potential, na tunachukua hatua ndogo zinazobadilisha maisha yako. Kila kitu unachofanya nyumbani, kila item unayobadilisha, kila energy unayoamsha ni message kwa universe. Pesa, wingi na prosperity itaanza kuishi na wewe. Sio kwa bahati, bali kwa sababu umeanza kuona ukweli. Uwepo wako hapa ni wa maana sana, na kwa sasa tayari umeanza safari ya positive energy. Mafanikio yatakuja katika maisha yako.